الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أشكري وإناهمتي الله سبحانه وتعالى سلنا سلام زميلين متوم محمد jina ahli zake na sahaba zake na wote ambao watakaofuatana na mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Ndugu zangu Waislamu, mada yangu ambayo ninayosikia leo ni mada ambayo ina mengi ya kuzungumzia, na tutajitahidi kufupiza kidogo sawa na muda ambao tuliokuwa nao. Ndugu zangu Waislamu, tunataka kuzungumzia maqasidu siyam, makusudio ya swaumu. Dalili ambayo tutasimamia ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ukitazama hii aya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alibainisha moja kwa moja alhikmatu alkubra, hikma kubwa ya kufaradhishwa saumu, ambayo hikma hiyo ni nini? Ni tahqiqu taqwa, ni mtu kuwa na kupata uchamungu, watu waweze kuufikia uchamungu katika maisha yao. Tayib, jambo la kwanza ambalo nitaanza kuzungumzia kuhusu uchamungu, tutazungumzia kwanza kuhusu taarifu yake. Uchamungu nini? Kwa sababu kila mtu anazungumza uchamungu, na wasia na nasaha huwa tunazitoa kila siku, watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tunawajibika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inabidi tujue uchamungu ni nini, uchamungu ni kitu gani, kwa sababu hauwezi kutekeleza jambo ambalo hulijui. Tunaposema at-taqwa fi lugha, taqwa, uchamungu katika lugha tunasema ni alwiqaya, ni kujilinda au kujikinga, walhimaya, na kujihami. Hii ni maana yake ya kilugha. Ama katika maana ya kisheria, tutanukuu baadhi ya aqwali za wale wema waliotangulia kuhusu swala hili la uchamungu. Tayib, kwa neno la kukusanya tunaweza tukasema ya kuwa uchamungu ni antaj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqaya, ni kujalia baina yako na baina ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ukingo, bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi, kwa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yake. Huo ndio uchamungu, kuweka ukingo baina yako na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake Allah na kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akasema ya kuwa at-taqwa al-khawfu min al-jali, ni mtu kuwa na hofu, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wal amali bitanzih, na kufanyia kazi yale ambayo yaliyoteremshwa, yale ambayo Allah aliyoyateremsha, maana kufanyia kazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, waridha bil qalili, na kuridhika na vidogo, walistidadu liyawmir rahim, na kujiandaa siku hiyo ambayo mja utakayoondoka duniani. Allah subhanahu wa ta'ala pia ndani ya maneno yake ametuhimiza kuiokopa siku hiyo, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iokopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah tujalie mwisho uliokuwa mwema. وقال طلحة بن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه anasema ya kuwa at-taqwa, uchamungu au taqwa ni nini? An ta'mala bi ta'ati Allah, ni mtu kutekeleza taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala nurin min Allah, bimaana ala nurin min Allah, bimaana ala ilmin wa ala basira. Hili pia hapa tupate funzo, ndugu zangu Waislamu. Mtu unapotaka kuitekeleza ibada, jitahidi ujifunze ibada hiyo, ujifunze yale mambo ambayo yanayoambatana na hiyo ibada. Kama hivi tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ya saumu hii, sawa na tawfik, sawa na uwezekano ambao unapatikana, mja wa Allah jitahidi ujifunze baadhi ya ahkam za saumu,
ujifunze baadhi ya mafunzo muhimu ambayo yanayoambatana na masala ya saumu. Kwa hiyo mtu unapokuwa unatekeleza taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidi pia vile vile uwe na ujuzi wa kujua hicho kitu ambacho unachokitekeleza. Tayib, na hayo yote unayafanya tarju thawab Allah, unatarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Watatruka ma'asiyata Allahi ala nurin min Allah takhafu iqab Allah, na mtu pia vile vile kuacha maasiya ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah, bimaana ala ilmin wa basira. Uwe na ujuzi na ilmu, unaacha kitu unajua. Na ndio maana Qur'ani imekuja na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuja kutubainishia njia mbaya na njia nzuri, na kukuonyesha upite kwenye njia gani. Pita hapa kwenye njia nzuri, na hii ni njia mbaya iepuke. Na Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira, hatukukutuma wewe isipokuwa ni mwenye kuwabashiria watu kheri. Watu gani? Wale ambao watakaofanya matendo yaliyokuwa mazuri, maana wakaifuata ile njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile na akamtuma kama muonyaji, anakuja kuwaonya watu kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo watakapokengeuka na kuifuata njia iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidi sana uweze kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamuru na kujiweka mbali na maasi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndiyo maana ya uchamungu. Hapo unakuwa umeubeba uchamungu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ba'da dhalika, kaifa yuhaqqiqu as-siyamu at-taqwa, vipi saumu itahakikisha uchamungu kwa mtu, itampelekea mtu kuwa mchamungu, itamfikisha mtu kwenye lengo la uchamungu. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayari ameshatubainishia lengo kubwa la sisi kufunga, ya kuwa ni la'allakum tattaqun, ili muwe wachamungu, mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza tutambue ya kuwa saumu, ndugu zangu Waislamu, ni moja katika vitu ambavyo vinamfanya mtu au vinamfunza mtu kuwa na ikhlas katika matendo yake, kwa sababu hii saumu ni ibada ya siri. Ni ibada ambayo hata ukinambia kuwa mimi nimefunga, unanambia mimi nimefunga, sintokuwa na uhakika 100% kwamba umefunga. Hiyo itakuwa ni siri yako baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Uhakika wa 100% uko baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni ibada ya siri ambayo watu wanakuwa hawajui uhalisia wake wala uhakika wake. Mtu anaweza akawa amekula mchana lakini akasema amefunga, na watu tukaamini hivyo kuwa amefunga. Kwa hiyo ni ibada ambayo inakuwa ni ya siri baina ya mja na Mola wake. Qala Allah, amesema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye al-hadith al-qudsi, anasema ya kuwa kullu amali ibn adam lahu, kila kitendo cha mwanadamu ni chake, illa saumu, isipokuwa ibada ni kitendo cha saumu. Fa innahu li wa ana ajzi bi, hakika hicho kitendo cha mtu kutekeleza saumu, hicho ni cha kwangu na mimi ndiye ambaye ninayelipa, natoa malipo ya hilo jambo. Kwa hiyo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tutambue kuwa hii ibada ni ibada kubwa na ni ibada tukufu ambayo inakuja kumfunza mtu kuwa na ikhlas katika maisha yake, liannahu taraka shahwata min ajli Allah, kwa sababu mja atakuwa ameacha matamanivu yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La riyaan fihi ghaliba, mara nyingi panakuwa hamna ndani riya kwenye saumu, kwa sababu nani ambaye atakuwa na uhakika ya kuwa umefunga? Nani ambaye atakuwa na uhakika kama hukufunga? Ni siri yako baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni pia mwa vitu ambavyo tunataka kuzungumzia vipi saumu inahakikisha imani na uchamungu kwa mtu, hii saumu inapelekea kuvunja matamanivu ya mtu, kuyapunguza matamanivu ya mtu na kuidhibiti nafsi. Haya ametufunza nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake aliposema, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, anawaambia vijana, enyi vijana, yule ambaye atakayepata uwezo basi yao.
Na huku mbele Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, wa man lam yastati, na yule ambaye asiyeweza, bado hajapata uwezo wa kuoa, Allah hajampa tawfik ya kuingia ndani ya ndoa, fa alayhi bisawmi, ni juu yake yeye kufunga, afunge. Fa innahu lahu wija, hakika saumu kwake itakuwa ni kinga, itadhoofisha, itaidhibiti nafsi. Saumu hiyo inafanya kazi hiyo kwenye maisha ya mtu pale ambapo mtu utakuwa umefunga. Ndugu zangu Waislamu, fasiyamu yudayiqu majari shaitani, saumu inakuja inadhibiti yani zile njia za shaitani katika anazozipitia katika kumshawishi mwanadamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa njia za swaumu kuhakikisha uchamungu kwa mtu au kwa mwenye kufunga ni ile kitendo cha swaumu kuwa sababu ya kudhoofisha shahawati na pia vile vile kuidhibiti nafsi, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Pia vile vile ndugu zangu Waislamu, ta'adhimu muraqabati llahi, na pia vile vile mtu kuwa na muraqaba kwa Allah, mtu kuhisi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamuona kwa kile anachokifanya, au Allah anamsikia kwa kile ambacho anachokizungumza, kwa sababu as-saimu yatruku at-ta'ama wash-sharaba ma'a qudratihi alayhi. Mwenye kufunga siku zote huwa anaacha kula na kunywa, na hali ya kuwa anaweza akala, anaweza akanywa, na sio mtu yoyote ambaye atajua kuwa alikula au amekunywa. Anaweza akafanya hivyo, lakini anaacha, li'annahu ya'lamu anna Allah yarahu, kwa sababu anajua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamuona, Rabbul Izzati wal Jalal anamuona. Wa hadhihi haqiqatu taqwa, na huu ndio ndio uhakika wa uchamungu kabisa. An ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, umwabudu Allah kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu, ikiwa kwamba humuoni, fa innahu yaraka, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Hii ni muraqaba ambao mja wa Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa nao. As-siyamu laysa imtina'an 'ani at-ta'ami faqat. Swala la saumu ndugu zangu Waislamu sio swala la kusema ya kuwa mtu anakatazwa kula peke yake au kunywa peke yake. Hapana kabisa, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuja pia akaeleza, man lam yada' qawla zur, yule ambaye hatoacha maneno ya upuuzi, maneno ya uongo wal amala bihi, na pia vile vile kuyafanyia kazi, falaysa lillahi haja, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, yeye kuacha chakula chake na kinywaji chake. Kwa hiyo mja wa Allah, unapokuwa unafunga na huku unaendelea na mambo ya upuuzi, unaendelea na mambo ya hovyo hovyo, hii ni miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea wewe kutokuhakikisha au kufikia yale malengo ya saumu, kwa sababu malengo ya saumu ni la'allakum tattaqun, ili mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumebeba mambo mengi, kutekeleza amri zake na kujiweka mbali na makatazo yake, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kwa hiyo na mtu kujishughulisha na mambo ya upuuzi, kujishughulisha na maneno ya uongo, kujishughulisha na vitu vya hovyo, hayo yote ni katika makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa kwamba mtu utakuwa sasa umefunga na hujabadilika katika hayo, basi malengo ya saumu yatakuwa wapi kwenye maisha yako? Kwa hiyo hili inabidi ulizingatie, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ucha Mungu unakusanya siyamu lisani, kufunga kwa ulimi wako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametufunza adabu al-lisan, akasema, waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, yule ambaye anayemwamini Allah na anayamini siku ya mwisho azungumzie aliyokuwa ya kheri. Kama hana ya kheri ya kuzungumza, ni vyema akanyamaza. Yapime maneno yako kabla hujayatoa. Tunapozungumzia saumu, mja wa Allah, sio kujizuia kula na kunywa peke yake, bali pia vile vile ulimi wako uchunge. Siyamu lisan, ulimi wako pia ufunge ndugu zangu Waislamu. Siyamu al-ain, saumu ya jicho pia lifungi. Mtu uweze kuziwia macho yako kutazama vitu vya haramu au kutazama vitu vya upuuzi. Leo kuna watu ambao wanaandaa vitu vya kutazama ndani ya mwezi wa Ramadhani ambao visivyokuwa na faida yoyote yale katika maisha yao. Wanaandaa, kuna wengine hivyo wanakesha kwenye masinema, anakwambia nakata saumu kwa kutazama sinema, ndio nakata saumu, yuko anaikata saumu hivyo. Na kuna wengine ambao wanatazama vile ambavyo ni vya haramu, waliharamishiwa na Allah, au wale ambao wameharamishiwa kuwatazama.
Kama leo unakutana kuna watu wanatazama vitu vya haramu, alafu anakuambia nipo nasafisha macho. Unasafisha macho au unayaua? Kumbukeni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi ya kuwa masikio uliokuwa nayo, macho uliokuwa nayo, na akili ambayo Allah amekuzawadia kwenye maisha yako, Allah amesema kullu ulaika kana anhu mas'ula, mwanadamu hivyo vyote ataulizwa kwavyo. Kwa hiyo mja wa Allah, tambua ya kuwa hiyo neema ya macho uliokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza. Neema ya masikio unasikia, Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawafananisha wale wenye macho hawaoni haki wala hawatumii macho yao kwenye kheri, wale ambao wenye masikio hawasikii haki wala hawayatumii masikio yao kwenye kheri. Hawa watu Allah subhanahu wa ta'ala akawafananisha na minyama, akawafananisha na mbuzi, ng'ombe, kondo. Allah akawafananisha na minyama. Allah subhanahu wa ta'ala akasema walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumewaandaa wengi katika majini na binadamu kwa ajili ya moto wa jahannam, yaani wataingizwa ndani ya moto wa jahannam. Ni watu wa namna gani hao? Wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia nyoyo lakini hawafahamu kwazo, hawatafakari lolote katika ukubwa wa Allah au katika nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye maisha yao. Wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii haki. Hawasikii haki hata kidogo, wala hawaongoki. Wanaambiwa na kulinganiwa usiku na mchana, hawasikii chochote. Allah akasema ulaika kal an'ami, hao ni kama minyama tu, mbuzi na kondoo. Bali Allah akasema bali hao wamepotea hata, yani hao hata ni zaidi ya mbuzi, ng'ombe, kondoo, ni zaidi hata ya hao. Kwa hiyo mja wa Allah inabidi uwe makini sana. Siyamul aini, saumu kwa macho yako pia, usitazame haramu wala mambo ya upuuzi. Siyamul udhun, na pia vile vile mtu usaumu pia vile vile kwa masikio yako. Hila tutalizungumza sana sababu tumeshayazungumza hapo. Siyamul qalbi, kusaumu pia kwa moyo wako. Ndugu zangu Waislamu, moyo wako pia usaumu pia. Tayeb, na pia vile vile miongoni mwa mambo ambayo saumu pia inakuja inayofanya katika maisha yako, tadhkirun bihali alfuqara, inakuja kukukumbusha hali ya mafakiri. Saumu inakukumbusha hali ya mafakiri, wale ambao wana hali nzito sana, wapo na hali mbaya. Hawa pia vile vile inabidi uweze kuwakumbuka kupitia saumu. Ndugu zangu Waislamu, mara nyingi wanaokuelewa kwenye maisha, mara nyingi wanaokuelewa ni watu wa namna mbili. Yule ambaye anayekupenda kwa dhati atakuwa mwepesi kukuelewa, na pia vile vile miongoni mwa watu ambao ni rahisi kukuelewa, yule ambaye amepitia mfano wa yale ambayo unayoyapitia. Unajua, aliyewahi kupitia njaa akimwona mwenye njaa ataelewa zile ahasisi ambazo mtu anazo, zile hisia, ile hali ambayo mtu anayoipitia ndani yake anaelewa, kwa sababu na yeye jana na juzi aliwahi kuwa na njaa. Ni rahisi sana aliyewahi kupitia njaa kuwakumbuka wenye njaa kuliko yule ambaye hajajua njaa ni nini katika maisha yake. Kwa hiyo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, saumu pia vile vile inakuja kutukumbusha hali ya mafakiri ambao hawajiwezi. Wewe umemaliza, umeanzia min tulu'i alfajri ila ghurubi shams, upo kwenye saumu, unahisi ule uzito wa saumu, unahisi ule uzito wa njaa. Unakuja unaona, kumbe hawa watu ambao wanakosaga chakula, anakuambia niko na siku nzima sijala, ndio hali wanayopitia hii. Unajifunza kitu kupitia saumu, mja wa Allah. Kwa hiyo kupitia ile njaa ambayo unayoipata katika saumu, basi inakupelekea unakuwa ni mwenye huruma, unapata huruma, unakuwa ni mwenye huruma kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu minataqwa, katika uchamungu pia vile vile ni mtu kuwa na huruma kwa waja, kuwa na huruma kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa kwa hiyo katika mambo ambayo yatakayokufanya uwe na huruma kwa viumbe wenzako ni wewe kupitia ndani ya saumu ukahisi ile njaa, ukahisi ule uzito wa njaa. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe taufiki, na sisi pia tuweze kuwakumbuka wale ambao wasiojiweza kwa kidogo hiki ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia. Na pia vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amenukuliwa ya kuwa alikuwa ni ajwadun nas, alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kujitolea sana
na kuwajali watu ambao wasiojiweza. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa zaidi ni mwenye kujitolea na mkarimu kwa watu sana, anaongeza ikifika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tuweze kujikumbusha hilo, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ndugu zangu Waislamu ambalo tutalizungumzia, alamatu qabuli siyami wa tahqiqu taqwa, alama ambazo zinaweza zikawa zinaashiria kuwa mja amekubaliwa saumu yake au amefikia uchamungu kwenye saumu yake. Jambo la kwanza ambalo tunaweza tukalizungumza kwa haraka, ziyadatul muhafadhati ala salah, mtu kuzidisha kuhifadhi sala, mtu akawa anaswali swala zake kwa wakati wake. Hii ni miongoni mwa alama za mtu kuwa amekubaliwa saumu yake na amefikia uchamungu, kwa sababu hauwezi kuwa mchamungu wa uswali, haiwezekani. Hauwezi kuwa mchamungu uswali. Kwa hiyo swala ni miongoni katika alamati na dalalati za kuonyesha uchamungu wa mtu, ni miongoni, hatujasema kwa ndio uchamungu wote, lakini ni miongoni katika dalili za kuhakikisha uchamungu kwa mtu. Tayib, jambo lingine tarkul maasi, mtu kuacha maasi. Yani bimaana tutakuja kuona ya kuwa malengo ya saumu yametimia kwako ikiwa kwamba saumu yako ambayo umeifunga itakuwa ni sababu ya wewe kuacha maasi. Leo utakuta mtu amefunga Ramadhani 10 katika maisha yake, Ramadhani 20, 30 kwenye maisha yake, lakini bado angaliki ni yule yule. Bado huyu hajahakikisha malengo ya saumu kwenye maisha yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliposema la'allakum tattaqun, mmefaradhishiwa saumu ili muwe wacha Mungu. Sio ucha Mungu wa ndani ya Ramadhani peke yake, sio ucha Mungu wa ndani ya Ramadhani peke yake, ni ucha Mungu ambao utakuwa nao ndani ya Ramadhani. Ile Ramadhani itakuwa kama shule kwako, itakuwa kama zoezi kwako, ambayo itakupelekea ikuathiri mpaka baada ya Ramadhani uendelee kumcha Allah, uendelee kujiweka mbali na maasi. Jiweke mbali na maasi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yupo ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani yupo. Tunafananisha na kauli ya Abu Bakri alipowaambia masahaba baada ya kifo cha Mtume Muhammadi, akawaambia man kana ya'budu Allah wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, aliyekuwa akimwabudu Muhammad atambue kuwa Muhammad amefariki. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu, na yule ambaye alikuwa akimwabudu Allah atambue kuwa Allah yupo hai na wala Allah hafi. Bimaana kwa wakati wa uhai wa Muhammad Allah alikuwepo, na baada ya kufa kwake Allah bado anaendelea kuwepo. Na pia vile ndani ya mwezi wa Ramadhani Allah yupo, na baada ya Ramadhani Allah ataendelea kuwepo. Ramadhani itaondoka, lakini Allah tutabaki naye. Kwa hiyo mja wa Allah, swala la uchamungu, saumu ikupelekee uwe na uchamungu, athari hile mpaka baada ya Ramadhani, uendelee kujiweka mbali na maasi, uendelee kuwa mchamungu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile saumu ya Ramadhani pia inatufanya tuweze kuipenda Qur'ani. Tuipende Qur'ani. Kuipenda Qur'ani pia vile ni miongoni mwa dalili za kuonyesha ya kuwa mtu amefikia malengo ya uchamungu, na pia vile linul qalbi, ule ulaini wa moyo, mtu kuwa na moyo mlaini. Na ndio maana baadhi ya wema waliotangulia walikuwa wakisema thawabul hasanati alhasanatu ba'daha, thawabu za wema ni kufuatisha wema baada yake. Thawabu ya wema ni kufuatisha wema baada yake. Kwa hiyo hilo ndugu zangu Waislamu tuweze kulizingatia baada ya Ramadhani. Ramadhani hii iwe imetuachia athari iliyokuwa kubwa kwenye maisha yetu. Tuache maasi na tufanye yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru kuyatekeleza. Waja wa Allah, nitaishia hapa na kusimamia hapa kwenye mada yangu ya siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie uchamungu na atujalie mwisho uliokuwa mwema. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.